Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya kwanza tuliishia pale ambapo nilikuwa nimeweza kwenda kwa rafiki yangu Zuberi, kwenda kutuliza akili yangu kutokana na haya mambo ambayo yamekuwa yakiisonga akili yangu. Basi huko niliweza kupata ujumbe kutoka kwa mama, ambao ujumbe huo ulinitaka siku ya Jumapili niweze kwenda kijijini, mimi pamoja na binti yangu kwa ajili ya kwenda kufanyiwa tambiko. Nini kitaendelea? Hii ni sehemu ya pili ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Kuna Mwingine Nyuma ya Mlango. 0785 082315. Usiache kusubscribe, like, share, comment kwa maoni na ushauri. Basi nikiwa hapo kwa rafiki yangu Zuberi, nilimweleza kila kitu Zuberi, na Zuberi akaniambia, ni vyema uende kwa mama ukamsikilize, huyo mama kuna vitu anavijua. Aliniambia hivyo Zuberi, na mimi nikamwambia, lakini Zuberi, mimi siwezi kabisa masuala ya matambiko. Lakini kwenye hili acha niende. Niliongea vile na hatimaye kesho iliwadia. Nilirudi nyumbani kwangu kama ambavyo nilikuwa nimepanga, na nilirudi majira ya asubuhi tu baada ya kutoka kwa Zuberi. Basi nilirudi nyumbani kwangu, lakini nilikuwa narudi nyumbani kwangu huku chungulia. Mpaka sasa sikuelewa huyu mwanangu ni wa aina gani, ni kama anagawanyika ama ninaona mawenge. Kiufupi, akili yangu ilikuwa imesongwa na mambo mengi. Tayari nguvu, mwili, jasho na akili yangu vilikuwa vimechoka kabisa. Nilikuwa ninaishi kwa wasiwasi na uoga mwingi. Basi nilipofika nyumbani kwangu, niliingia ndani lakini sikumkuta. Hapo nikagundua kwa sababu hii ni asubuhi, atakuwa ameenda shuleni, kwa maana hata nilipoingia chumbani kwake sikuweza kuona uniform zake mahali pale alipozoea kuzitundika. Sikutaka kuhoji kitu, sikutaka kujiuliza juu ya ile kesi, maana sielewi, naona tu maluerue. Lakini nikiwa hapo, punde nilimwona mwanangu akirejea kutoka shuleni, na muda huo bado ilikuwa ni asubuhi sana. Nilimtizama kwa muda kutaka kuhakikisha ni mwanangu mwenyewe na wala sio maluelue. Basi aliponikaribia mtoto huyu, aliniambia jambo moja. Baba, jana uliniacha mwenyewe nyumbani. Aliongea hivyo na hapo nikamjibu, mbona umewahi kurudi shuleni? Nilioji hivyo na yeye akaniambia, nimesimamishwa shule baba. Aliponiambia amesimamishwa shule, ilibidi nimuulize swali ili niweze kujua kama kuna lingine la zaidi au ni lile lile tu. Umesimamishwa shule kwa nini? Wanasema nilifanya uharibifu wa kuchoma moto mbuzi wa mwalimu, na wewe hukutaka kwenda kuzungumza nao. Aliniambia hivyo na nikajua kwamba kesi ni ile ile, lakini nikamuuliza swali la mtego binti yangu. Nilimuuliza, kwa nini sasa ulichoma moto mbuzi wa mwalimu? Nilipomuuliza hivyo binti yangu akanijibu, hapana baba, sijachoma. Aliponijibu hivyo na mimi nikamuuliza, sasa nani kachoma kama sio wewe? Mimi sijui baba, hata mimi nashangaa baba. Basi aliongea vile na mimi nikagundua kwamba mtoto huyu ana barua katika mkono wake, hivyo nikaichukua barua hiyo na kuisoma. Ni kweli, alisimamishwa shule kwa muda wa miezi 3 na natakiwa niweze kufika kwa mwenyekiti wa kijiji ili niweze kutafuta namna ya kumlipa Mwalimu Shabani hasara iliyofanywa na mwanangu. Mwalimu huyu wa nidhamu alikuwa anafahamika kama Mwalimu Shabani Kambi. Ndiyo alikuwa mwalimu wa nidhamu katika shule anayosoma binti yangu. Alikuwa ni mwalimu mtata kweli kweli, wala hakutaka kusikia hili wala lile. Alichokifikiria ndicho alichokiamua. Kiukweli nilimtizama mwanangu na kumwambia kuwa Jumapili tutaenda kijijini kwenda kumsalimia bibi. Kiukweli nilipomwambia hivyo alifurahi sana
na akanikumbatia. Nimemisi bibi baba. Aliongea hivyo, hatimaye siku zilienda. Hatimaye ilikuwa imesalia siku moja kuamkia Jumapili, ambayo ndiyo ilikuwa siku ya safari ya kwenda kwa bibi yake, mimi pamoja na binti yangu Elena. Siku hiyo dada aliweza kunipigia simu na kuniuliza nimejiandaje na safari ya kesho kwenda kijijini kwa mama. Aliponiuliza vile, na mimi nilimwambia, mama ameniambia ikitokea ghafla kabla hatujatambika, huyu mtoto sitomweza. Nilimwambia vile dada juu ya ile meseji ambayo mama alikuwa amenitumia siku ile nikiwa kwa Zuberi. Basi dada akaniambia, basi wahi kakaangu, maana unayonieleza yanatia wasiwasi sana. Basi nilikata simu baada ya kumaliza mazungumzo hayo, huku nikiwaza mambo mengi na nikiwa nimejiinamia na kufikiria mengi juu ya maneno yale niliyoambiwa na mama yangu. Nikiwa hapo nimejiinamia, nilihisi kuna mtu mbele yangu. Ndiyo, alikuwa ni mwanangu Elena. Hapo niliinua kichwa na kumtizama, na yeye akawa ananitizama. Kesho tunaenda kwa bibi saa ngapi? Ni swali ambalo aliniuliza Elena, na mimi nikamjibu, tutaenda asubuhi. Nilipomwambia hivyo, Elena akaniambia, hakuna kwenda huko kwa bibi. Aliponiambia hivyo nilishangaa sana. Nilishangaa huyu mtoto. Siku ile nilipomwambia tunaenda kwa bibi, alifurahi sana. Inakuwaje leo imesalia siku moja tu anasema hakuna kwenda kwa bibi? Nimeshasema hakuna kwenda kwa bibi. Lakini wewe ndio ulisema umemisi kwenda kwa bibi yako. Nilimkumbusha kile kitu ambacho alikuwa amekizungumza siku hile, lakini leo alionekana kukata kata. Nasema hakuna kwenda kwa bibi. Alipokuwa anaongea vile, nilizidi kupandwa na jazba. Niliona kama ananipangia na mimi ni baba yake. Hapo nikamjibu, usinipangie, mimi ni baba yako. Nilipomwambia vile, na yeye aliendelea kushikilia msimamo wake. Nimesema hakuna kwenda kwa bibi. Nilipoona Elena ananipandishia sauti, basi nilimkata kibao kimoja ili kumweka sawa. Lakini binti huyu wala kushika shavu lake, bali alirudisha uso wake taratibu baada ya kofi hilo kumfanya ageukie kutizama pembeni. Aliporudi kunitizama, aliongea maneno ambayo sikuyaelewa kabisa. Aliniambia, mimi nitaongea na wewe kwa muda ambao wewe utahitaji kuongea na mimi. Ila bibi sio mtu mzuri kwangu. Ila kwa sababu unalazimisha, sawa, ngoja tuende kesho, hamna shida. Aliongea hivyo Elena na akarudi chumbani kwake kulala na kuniacha mimi pale pale nikitafakari maneno ya mtoto huyu. Eti ataongea na mimi muda atakaotaka. Ni muda gani huo? Kama kuongea, si hata hapa tungeongea. Nilijaribu kuwaza katika akili yangu, na hapo nikaendelea kujiuliza, kwa nini aseme mama yangu, yani bibi yake, kuwa ni mbaya? Niliwaza lakini sikupata majibu. Nilihisi ni ujeuri tu wa Elena kwa wakati mwingine. Nikiwa hapo nilimpigia simu dada yangu na kumweleza kile kilichotokea, na dada yangu akaniambia, kwa vyovyote lazima uende kwa mama ukamsikilize. Basi palikucha asubuhi na kufunga safari ya kwenda kwa mama. Hapo ilipofika asubuhi hiyo, baada ya kujiandaa, nilienda moja kwa moja mpaka katika chumba cha binti yangu ili kwenda kumgongea na yeye ajiandae ili tuweze kuanza safari yetu. Basi niligonga katika chumba chake muda mrefu sana, lakini hakuitikia. Ndiyo, niligonga muda mrefu sana, ila alikuwa kimya tu. Ilibidi nifungue mlango kwa nguvu, na hapo nikamkuta amelala fofofo.
Nilimwamsha sana, hakutaka hata kustuka. Kidogo nikaingiwa na wasiwasi. Nilihisi au atakuwa amepoteza fahamu. Haraka nilitoka nje kutafuta maji ili niweze kumshusha hapo kitandani, angalau nimmwagie, niweze kuona kama atazinduka au kuna jambo lingine kubwa lililompata. Basi nilipoyapata hayo maji nikarudi haraka ndani, lakini cha ajabu nikamkuta amekwisha amka, tena amekaa kitako chumbani kwake ananitizama tu. Nilifunga breki kwa kasi sana huku nikimtolea macho. Hapo nikayaweka hayo maji chini na nikaenda kumtizama binti yangu huyu na kumwangalia kama yuko sawa, na nikagundua kuwa yuko sawa kabisa, wala haumwi na kitu chochote. Hivyo nikamwambia akaoge na yeye akatii bila kuongea kitu. Baada ya maandalizi hayo tulianza kuanza safari, ambapo safari yetu ilichukua masaa kadhaa, tena machache kabisa. Tayari tulifika kijijini alipokuwepo mama, ambapo mama alikuwepo nyumbani mkoa wa Lindi, wilaya ya Nachingwea, kijiji kimoja kinaitwa Mtua. Huko ndipo mimi na dada yangu tulikuwa tumezaliwa, lakini katika harakati za utafutaji ndipo tukajikuta tunasogea mpaka vijiji vya jirani, ambapo mimi nilikuwa Ikwilili. Tulifika tukapokelewa vizuri sana, na mama alikuwa akiishi na mdogo wangu wa mwisho ambaye alikuwa kashamaliza darasa la saba, ila kufanikiwa kwenda elimu ya sekondari, hivyo akabaki hapo kumsaidia tu mama kazi za hapa na pale za nyumbani. Mdogo wangu huyu aliitwa Asha, na wote kwa pamoja walifurahi kutuona sana nyumbani hapo. Lakini tukiwa hapo kuna jambo moja sikulielewa. Ndiyo, mama alikuwa akimtizama sana mtoto wangu Elena, kila mara alikuwa anamtizama tu. Tukiwa hapo mama aliniuliza swali moja, uliniambia unadaiwa na mwalimu wa Elena, vipi ulilipa hilo deni? Aliniuliza mama yangu, na mimi nikamjibu, hapana mama, niliamua kupotezea, sikuelewa hata kesi yenyewe inaendaje. Basi mama alitutafutia mkeka tukakaa, kisha akaingia ndani na kusema tumsubiri hapo kwa muda. Basi aliingia ndani kwa dakika kadhaa, akaniacha pale nje nikiwa mimi na Elena, na muda huo ni kama Elena alikuwa kimya sana. Ndiyo, alikuwa haongei neno lolote lile, na hata nilipojaribu kumsemesha wala hakuongea kitu chochote. Lakini punde tukiwa hapo tulimuona mama anatoka. Ndiyo, anatoka haraka sana, huku ameshika kichwa chake na kulalamika kuwa kichwa kinamuuma. Ilikuwa ni ishu ya ghafla sana kutokea. Mama kaingia ndani, mara anatoka kichwa kinamuuma, wakati muda wote tunafika hapo alikuwa mzima wa afya kabisa. Ilibidi mimi na Asha tuanze kumsaidia mama kwa kutafuta baadhi ya majani ambayo tuliamini kuwa ni tiba. Basi tuliandaa majani hayo na kumnywesha, lakini hali ya mama ilizidi kuwa mbaya. Bado nilikuwa nimemwacha Elena pale pale kwenye mkeka, hakuthubutu kufanya kitu chochote, alibaki anatuangalia tu. Nilimpigia dada Nuru simu na kumwambia hali ya mama imebadilika ghafla, na yeye akasema tupambane kumsaidia, yeye anajiandaa atakuja sio muda. Mpaka mchana inafika, hali ya mama ilikuwa mbaya sana. Alikuwa na joto kali, alikuwa haongei kitu, bali alikuwa katoa macho tu. Kuna muda mama alikuwa ni kama anakabwa hivi, lakini hatukuweza kuelewa nini hasa kimemkumba mama. Ebu lete maji, nilimwambia Asha na yeye akatii. Hapo
Nikawa najaribu kumfuta mama kichwani kama nitaweza kupooza joto lake la mwili ambalo limekuwa kali kwa muda mfupi. Basi nikiwa hapo namfuta mama kwa maji hayo ambayo yaliletwa na Asha, mama akanishika mkono na kunisogeza karibu na kuniambia, huyu sio yule, yupo mwingine nyuma ya mlango. Aliongea mama, na aliponiambia maneno hayo, mama alipoteza maisha, mama akakata roho. Kiukweli sikuelewa aliponiambia maneno yale alikuwa na maana gani. Mpaka dada anakuja, niliweza kumweleza kila kitu kilichotokea, lakini hata yeye hakuelewa kuwa maneno hayo yalikuwa na maana gani. Huyu sio yule, yupo mwingine nyuma ya mlango. Kiukweli dada hakuelewa, hata mimi sikuelewa kitu. Hatukuelewa jambo lolote kuwa mama alikuwa na maana gani. Ila nakumbuka maneno yake mengine ambayo aliwahi kuniambia, ikitokea akafla kabla hatujatambika, huyu mtoto sitomweza. Maneno hayo yalirudi katika kichwa changu, nikamtizama mwanangu, wala sikupata majibu kabisa. Kwa nini haya mambo yananitokea? Kiukweli sikuwa na majibu. Sasa mama amefariki kabla hatujatambika. Je, nitaishije na mtoto huyu? Mazishi yalifanyika nyumbani hapo, na baada ya mazishi dada aliweza kumchukua Asha na kwenda kuishi naye, na wakati huo mimi nikarudi na mwanangu Elena mpaka nyumbani kwangu Orufiji. Tulifika nyumbani, Elena akaniambia kitu. Baba, pole kwa msiba, lakini bibi amekufa kwa sababu yako. Kiukweli mtoto huyu aliponiambia maneno haya, sikuelewa na maana gani. Ni muda mrefu umepita tangu baba yangu afariki dunia, na leo mama yangu amefariki dunia, na mtoto huyu ananistaajabisha anaponiambia kwamba mimi ndiyo sababu ya kifo cha mama yangu. Aliongea hivyo na mimi nikamuuliza, una maana gani? Nilipomwambia hivyo, Elena akaniambia, baba, sikukwambia kuwa tusiende? Basi alipoongea vile na mimi nikamuuliza swali, wewe umejuaje hayo? Nilipomuuliza hivyo, nilimuona akininyoshia mkono kuelekea nyuma ya mlango, ambapo nilitizama uelekeo ule na nilistuka kumuona Elena mwingine eneo hilo la nyumba ya mlango. Ndiyo, nilimuona Elena mwingine eneo hilo la nyuma ya mlango. Alikuwa kama amegandishwa hewani. Alikuwa anatoka na damu nyingi mdomoni mwake zilizopelekea mpaka kuchafua nguo yake ambayo alikuwa ameivaa. Alikuwa na macho meupe pe. Kiukweli nilipiga kelele sana. Huyu Elena akaniwekea kidole mdomoni, ishara ya kwamba nikae kimya, na hapo akaniambia neno moja, mimi sio yule, huyo ni mwingine nyuma ya mlango. Basi aliponiambia maneno hayo, nilijikuta nimeshtuka kitandani. Kumbe ilikuwa ni njozi. Jasho lilikuwa linanitoka sana. Nilipocheki saa kupitia simu yangu ya mkononi, ilionyesha ni saa 8:15 usiku. Hapo nilinunua simu yangu na kumpigia dada Nuru. Simu iliita sana, hatimaye ilipokelewa. Halo, kaka, mbona usiku sana, kwema? Aliponiambia hivyo na mimi nilimwambia, dada, kesho naomba tuonane, kuna njozi nimeiota, sijaelewa kabisa. Nilipomwambia hivyo, dada naye akaniambia, kaka, tumerudi msibani jana tu, leo umeshaanza kuota vitu vya ajabu ajabu. Ndiyo dada, kesho nitakuja tuongee. Nililala usingizi, lakini usingizi ulikuwa wa mang'amung'amu sana. Nilikuwa nikiangalia lile eneo la nyuma ya mlango, ambapo niliota kuna mtoto kama Elena, wanafanana kila kitu, lakini alikuwa katika muonekano wa kutisha sana.
Palipambazuka nikiwa sina baba wala mama, ndo tumetoka kumzika na mama. Sikujua tafsiri ya maneno yake. Neno la kwanza aliniambia ikitokea nikafa kabla hatujatambika, huyu mtoto hautamweza. Na maneno ya pili, huyu sio yule, yupo mwingine nyuma ya mlango. Nilihisi kuna kitu kinaendelea. Hapo nilijiandaa kwenda kwa dada, lakini kwanza nikaamua kwenda kwa rafiki yangu Zuberi ambaye niliona nifike kwake kwanza ili na yeye nikamshirikishe mambo haya, pengine atakuwa na jambo la kunishauri. Basi nilifika kwa Zuberi na nikamweleza naye kila kilichonitokea. Hapo Zuberi akaniambia, umechelewa sana, alafu umepuuzia sana. Ilitakiwa umsikilize mama muda mrefu sana. Hapa hakuna njia nyingine, itabidi twende kwa Malange. Aliniambia hivyo na mimi nikamuuliza, Malange? Kwa nini Malange? Nilioji hivyo na Zuberi akaniambia, sasa ukiendelea kuwa mbishi kwenye hili usije kunisumbua tena, maana ukieleza changamoto zako maanake unahitaji ushauri. Sasa kwa nini nakushauri unakuwa mbishi? Je, nini kitaendelea? Zuberi ameweza kunishauri twende kwa Malange. Huyu Malange ni nani? Cha kufanya ungana na mimi Amani Leonard, na hiyo itakuwa sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya kutisha inayokwenda kwa jina la Kuna Mwingine Nyuma ya Mlango. 0785 08 2315. Asanteni na tuonane katika sehemu ya 3.